Mtazamaji wa Mtwara Online TV, tunakukaribisha sana kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu, kipindi ambacho kimebeba falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Siku ya leo tumepata fursa ya kukutana na kaimu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya ZIC Takaful, Bwana Said Abdallah, na tutazungumza naye hapa mambo kadha wa kadha kuhusiana na taasisi hiyo na ni namna gani inavyofanya kazi zake katika kutoa huduma na kuwahudumia Watanzania wote hapa nchini kwetu. Hii ni fursa pekee na ilhali endelea kuwa pamoja nasi kwenye kipindi chetu hiki. Karibu sana, langu jina ni Mohamed Kemkem. ZIC Takaful, on the right path. Karibu sana kiongozi katika kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu. Karibuni sana Mtwara. Leo mmefika Mtwara na mmetutembelea Mtwara, lakini katika mkoa wetu wa Mtwara tuna falsafa inaitwa Mtwara na uwekezaji, na tunapozungumzia masuala ya ZIC Takaful ni miongoni mwa vitu vinavyoonyesha ama vinavyohamasisha watu wakiwekeza waweze kutumia bima. Tunapoizungumzia hii ZIC Takaful, nini hasa maana yake na kwa nini mko Mtwara leo? Karibu sana. Asante sana. ZIC Takaful ni kampuni iliyoanzishwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia shirika la bima la Zanzibar, na ilianzishwa kwa ajili ya kutoa huduma za bima zenye kufuata misingi ya sheria ya Kiislamu. Kama unavyojua kwamba kwa muda mrefu sehemu kubwa ya jamii yetu ya Tanzania ilikuwa ishiriki katika huduma hizi za kifedha kwa sababu za kiimani, na kutokana na hilo serikali iliona kwamba kuna haja kuwajumuisha makundi mbalimbali katika huduma hizi, na kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi iliahidi kwamba itaruhusu miamala mbalimbali ya kifedha ambayo inaendana na imani za watu mbalimbali, ili kuwawezesha jamii kubwa ya wananchi kushiriki katika masuala ya kifedha na hivyo kuweza kuongeza pato la nchi. Kwa msingi huo, kupitia Mamlaka ya Bima Tanzania TIRA, mwaka 2022 ilitoa kanuni za uendeshaji wa huduma hizi za bima kwa misingi ya sheria ya Kiislamu, na kuanzia hapo shirika la bima la Zanzibar liliweza kupata leseni kupitia kampuni chanzo yake ZIC Takaful na kuweza kutoa huduma hizi kutokea muda huo mpaka sasa hivi. Naam, labda pengine huduma hizi sasa zinaweza kupatikanaje kwa Tanzania mzima? Kwa sasa hivi tunatoa hizi huduma nchi nzima, na kama unavyojua kwamba tayari kampuni yetu imeshakuwa kwa muda huu mfupi tayari tumeshakuwa na ofisi Dar es Salaam, tuna ofisi Zanzibar, na tuna mawakala wetu nchi nzima, na vile vile benki tunazitumia pia kama ni sehemu ya jumuisha mawakala wetu. Kwa mfano tunatumia kila ilipo benki ya KCB, ilipo benki ya CRDB, ilipo benki ya PBZ, benki ya Amana na nyinginezo, tunatoa huduma zetu. Kwa hiyo ni kusema kwamba kila wilaya sasa hivi katika nchi yetu huduma zetu zinapatikana. Naam, mtazamaji wa Mtwara Online TV, tunaendelea kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu, na hakika tupo na ndugu zetu hawa kutoka ZIC Takaful, na tunazungumza nao hapa kuhusiana na mambo mbalimbali kuhusiana na taasisi hiyo na namna inavyofanya kazi. Tumezungumza pengine sasa kwa nini leo mko Mtwara, na Mtwara ni miongoni mwa mikoa ya Tanzania, lakini pia Mtwara zipo taasisi zinazofanya uwekezaji mkubwa, na kwa namna moja ama nyingine wapo watu ambao wana miradi mikubwa ya uwekezaji, na kipi hasa cha kipekee ambacho kinaweza kikawashawishi na wao waingie katika hii ZIC Takaful? Moja katika eneo ambalo tumeliona lina harakati nyingi za uwekezaji kwa sasa ni mkoa wa Mtwara. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna haja kubwa ya kampuni yetu ya ZIC Takaful kuhakikisha kwamba tunasogeza huduma zetu kwa wawekezaji mbalimbali waliokuwa katika mkoa huu, na pia kwa wananchi ambao wako katika mkoa huu. Na jana tulikuwa na mafunzo maalum tulikuwa tukiendesha kwa ajili ya mawakala wetu, na tulishirikiana na benki ya watu wa Zanzibar kuendesha mafunzo haya. Kwa maana hiyo ni kwamba tunatarajia kwamba katika siku chache zijazo kwamba sehemu kubwa ya wananchi ya Mtwara ambao baadhi yao walikuwa wanajitenga na matumizi ya huduma hizi za bima kutokana na imani zao, basi
watashiriki kikamilifu katika huduma hizi na kuweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha na kuweza kulinda mali zao na kuweza kukuza uchumi wa nchi kwa jumla. Naam, labda pengine tukiwa tunamalizia kwako kaimu mkurugenzi mkuu, upekee hasa wa ZDIC Takaful na bima zingine zilizopo kupitia taasisi zingine zikoje? Huduma zetu za Takaful, yani huduma za bima zenye kufuata misingi ya sheria ya Kiislamu zinatofautiana sana na huduma zinazotolewa katika makampuni mengine ya bima. Kwa mfano, sisi mteja anapokuja kukata bima kwetu au kuchukua, tunasema Takaful, anapochukua Takaful kwetu, maana yake ni kwamba wakati ule tu amechukua ile huduma, wakati ule tunamhesabu kama ni mwekezaji, kwa sababu sisi kwa mujibu wa sheria kampuni tunakuwa ni wasimamizi tu wa mfuko, lakini fedha zile zina tofauti na ilivyo kwenye makampuni mengine. Fedha zile zinakuwa ni mali ya kampuni, lakini kwetu fedha ni mali za wanachama wetu, wateja wetu. Ukija kukata pikipiki yako tu kwetu, wewe hauishi pale kwamba umekata unaondoka. Zile fedha zako ulizoweka pale ni kwamba sisi tunazisimamia tu, sio mali yetu. Sisi kama kampuni tunalipa ujira tu mdogo, alafu zile fedha tunazisimamia. Kwa maana hiyo kampuni inapokuwa na fedha za kutosha tunaziwekeza, na tunapoziwekeza kampuni inapokuja kupata faida tofauti na ilivyo kwenye makampuni mengine, zile fedha baadaye tunatakiwa tuzirudishe kwa wateja wetu. Unaweza kukuta katika miaka 2-3 baada ya kampuni kuanza kufanya vizuri, pengine tukaanza kutoa sasa gawio, tukawa tunasema kwamba wateja wetu wanakuja kukata huduma za bima kwetu, tunawarudishia kiasi fulani cha fedha au tunawapunguzia gharama zile kutokana na kwamba wao wamekatia kwetu, maana yake ni kwamba waliwekeza. Alafu jambo jingine muhimu ni kwamba sisi huduma zetu tunatoa kwa bila kuhusisha masuala ya riba, kamari wala bahati nasibu. Kwa hiyo hili pia ni jambo ambalo katika huduma nyingine za kibima zilikuwa linakosekana. Na vile ni kwamba katika uwekezaji ambao tunaufanya tunahakikisha kwamba maslahi na faida kwa wateja wetu zinapatikana kwa wakati. Wateja watakuwa na fursa ya kupata taarifa zetu kila mwaka, tutakuwa tunazitoa, na kwa sababu zile taarifa tunazozitoa ni namna gani ule mfuko wa fedha wa wanachama wetu tunausimamia. Haya ni mambo makubwa ambayo yanajenga tofauti kubwa katika huduma hizi ambazo zipo sasa hivi na huduma ambazo sisi tunazitoa kupitia bima hii yenye kufuata misingi ya sheria ya Kiislamu. Pamoja na kwamba huduma zetu zinafuata misingi ya sheria ya Kiislamu, lakini sisi tunatoa huduma kwa Tanzania wote, wananchi wote. Kama unavyojua kwamba haya masuala ambayo nimeeleza yanaathiri, mengine hayakubaliki katika imani za watu mbalimbali. Kwa hiyo watu wote hawa wanajumuika, na wateja wetu wengi ni wa imani mbalimbali, na sio kwamba ni kwa ajili ya Watanzania ambao ni Waislamu peke yake. Bima ya kwa wote. Kwa wote. Okay. Naam, nimkushukuru sana, na hakika mtazamaji, tulimsikia hapa Bwana Saidi Abdallah, yeye ni kaimu mkurugenzi mkuu wa ZDIC Takaful, na tumezungumza naye hapa mambo kadha wa kadha, na miongoni mwa mambo makubwa aliyoyazungumza ni kuhusiana na kuona mkoa wetu wa Mtwara ni miongoni mwa mikoa ambayo imeimarika kiuwekezaji, na wao wakaona ipo haja ya kuweza kusogeza huduma zao hapa ili kuhakikisha wanamtwara ambao wamefanya uwekezaji mkubwa ili waweze kupata bima hii ya ZDIC Takaful, ambayo inaweza ikawafanya waweze kupata pia faida kubwa sana, kwa sababu ni bima ambayo inawasaidia watu wote bila kuangalia huyu ni dhehebu gani au ni dini gani au ni mtu wa aina gani. Mtazamaji wa Mtwara Online TV, sasa tunaendelea na kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu, na hapa tunaye dada yetu afisa huyu kutoka ZDIC Takaful, na atazungumza nasi, atajitambulisha na atatueleza yeye kwa nini yuko Mtwara na yeye kwa namna moja ama nyingine. Karibu sana. Asante. Kwa jina naitwa Husna Zuni, ni kaimu manager branch ya Dar es Salaam. Asante. Naam, pengine kwa nafasi yako unawezaje kutueleza kupitia hii ZDIC Takaful ni huduma zipi ama product zipi ama bima zipi ndizo ambazo mnadili nazo kwa Watanzania, ili na wao watu wa Mtwara waweze kuzifahamu na waweze kushirikiana na nyinyi ili waanze pata huduma kutoka kwenu? Asante. Kwa sasa tunatoa huduma za general, nikiwa namaanisha huduma hizi za bima za magari, vyombo vyote vya moto tunatoa huduma hizi tu, bima ipo za vyombo vyote vya moto.
Kuna bima ya moto kwa majengo, kwa wamiliki wa majengo yote binafsi na za biashara. Tunatoa bima za wakandarasi, bima hizi za ujenzi kwa hizi barabara, mkandarasi kwa miradi yote ambayo ya kiserikali na isiyokuwa ya kiserikali. Tunatoa huduma za wakandarasi, tunamaanisha bima za ujenzi. Na tunatoa bima nyingi ambazo tunatoa ZIC ni zile ambazo watu wengi wameshazoea kuzitumia, ambazo ndo kama hizo nilizokuambia. Kuna bima ya moto, bima ya wizi, kisha kuna hizi bima za pesa kusafirisha kwa wale wafanyabiashara ambao wanatunza pesa zao katika safe, kwa tayari kuwa wakala. Tumefungua wigo huo kwa yoyote atakayekuwa tayari kuwa wakala. Tunapokea maombi ya wakala tofauti tofauti, kwa sababu ni bado sisi wapya. Tunatamani tufikie tupate wakala wengi zaidi Tanzania nzima, ili hata huduma yetu katika kusambae kiurahisi zaidi. Naam, mtazamaji wa Mtwara Online TV, kama unavyoweza kusikia, hii ni ZIC Takaful, na tunazungumza nao hapa wakiwa wako Mtwara na wakielezea huduma mbalimbali wanazozitoa kupitia bima hizo za Takaful kupitia ZIC. Hakika kwako, kwa nafasi yako, kwa kumalizia, pengine una wito gani sasa kwa wanamtwara ambao kimsingi leo hii mmeweza kuwatangazia bima hii, na tayari umeshasema kwamba mnafanya kazi na bima, mnafanya kazi na taasisi mbalimbali ikiwemo PBZ Bank, mnafanya kazi na CRDB pamoja na Amana Bank na watu wengine, na tayari kuna baadhi ya wakala wapo hapa Mtwara, wanapatikana maeneo gani? Kwa sasa kwa wakala wa Mtwara bado, ila benki ya PBZ kama tulivyosema kwamba tumeshafanyia mafunzo na wako tayari kuingia katika soko la Mtwara. Tunaamini kwamba watu kwa sasa wakitaka huduma ya ZIC Takaful wanaenda PBZ, hata kwa CRDB pia, kwa sababu na yenye CRDB kwa hapa Mtwara. Na ningetoa wito kwa ndugu wana Mtwara kwamba ZIC Takaful ni bima nzuri, na sio kwa uzuri wake tu, ni bima ambayo inafuata misingi ya dini ya sheria ya Kiislamu, na kuna vitu vingi ambavyo mtu ambavyo anaweza kanufaisha navyo. Ni sio tu kwamba unakata bima na unaondoka, ila kwa ZIC Takaful unakuwa ni mwanachama, unakuwa ndani ni ya mmiliki wa zile pesa ambazo unazozitoa. Kwa hiyo faida ambazo zitakazokuwa zinapatikana kama uwekezaji ambao tutakaokuwa tunafanya na mwenyewe, basi mchangiaji kama mkatabima na kuwa nanufaika na huduma zetu. Na kingine nataka niwatoe hofu, hata katika bei zetu mtu anaweza kahisi kwamba hizi bei zetu kwamba inawezekana ikawa ni tofauti na vile ambavyo walivyozoea kukatia. Kwa upande wa ZIC Takaful, bei ndo zile ambazo watu wamezoea kukata. Kama ni bima ndogo 118,000, basi hata na kwa ZIC Takaful bima zetu ni Takaful ni 118,000. Rate ni zile kutokana kwamba kuna faida zaidi. Huko kuna faida zaidi. Kwa hiyo kama watu wamezoea kwamba okay, huku kuna 118,000, lakini faida yetu ndo kama hiyo, kwamba unakuwa na mwenyewe unaumiliki na pesa yako. Kwa hiyo chochote kikitokea utalipwa, kama umepata changamoto yote utalipwa, na vile hata kama hujapata changamoto yote utafaidika katika zile faida ambazo tutakazoshare na mchangiaji. Naam, mtazamaji wa Mtwara Online TV, hakika umeweza kusikia na kufahamu kinaga ubaga kuhusiana na ZIC Takaful, na tumezungumza nao hapa siku hii ya leo, ikiwa sasa wakala anapatikana PBZ Bank Mtwara. Hakika wao wanasema utoaji wa huduma hii inamfanya mteja aweze kupata faida lukuki, kwa sababu pale anatunza fedha yake, si tu kwamba anakuja kama mteja, lakini kwa gharama zote za bima zinazofanana katika maeneo mengine, na wao gharama zao zinaendana vile, lakini huku unachopata ni faida zaidi ya ziada, kwa sababu pale umewekeza fedha zako. Mimi sina la ziada, nikushukuru sana mtazamaji kwa kuweza kuwa pamoja nasi, na hii ni Mtwara na uwekezaji. Hakika Mtwara Online TV, habari kiganjani kwako. Asante.